Eneo la kwanza, urejesho wa mahusiano yako na Mungu. Urejesho wa mahusiano yako na Mungu. Wapendwa, hakuna kitu kina maana kwenye maisha kama uhusiano wako na Mungu. Watu wengi wako makanisani, wana mahusiano mazuri na wachungaji na wengine ni viongozi wa kanisa, lakini hawana mahusiano mazuri na Mungu. Na eneo la kwanza ambalo adui analipiga ni eneo la mahusiano na Mungu. Na wengine wanajitahidi kabisa, atajilomu kwa mchungaji, atamlomu mtumishi wa Mungu, atakaa fronti, atategemeza mchungaji atamsaidia, sawa, haina shida, kwa ataonekana ni bora, anapata kibali mbele za watu. Lakini kama hauna kibali mbele za Mungu, hiyo inakuwa haina maana kabisa. Urejesho wa mahusiano ya watu na Mungu. Hakikisha kama adui aliiba akaharibu mahusiano yako na Mungu, jambo la kwanza, tengeneza mahusiano yako na Mungu. Dhambi ni chanzo cha matatizo 99% duniani. Yaani dhambi, matatizo karibia yote duniani, chanzo chake ni dhambi. Kwa ili Mungu atembee na wewe, unahitaji kushinda dhambi. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Adam na Eva walikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Adam na Eva walikuwa wanafanya ibada na Mungu kila wakati. Walikuwa ni watumishi wa Mungu. Kitu adui alifanya, alichukua kuharibu kila kitu, aibe mahusiano yao na Mungu. Kwa alichokifanya, alikuja kuwatenganisha na Mungu, akaingiza kitu kinaitwa dhambi, disobedience. Kitabu cha Mwanzo sura 2 mstari wa 16 na 17 nisomee. Mwanzo 2:16 na 17. Tasoma. Ndio. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu yeye Adamu, akisema matunda haya ya kila mti wa bustani waweza. Matunda haya ya mti wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu akamwambia Adam, matunda mengine kula, lakini tunda hili usile. Watu wengine wameshinda kufika mbali kwa sababu hawatii maelekezo ya Mungu. Na hii ni dhambi ndogo. Kuna dhambi watu wameshaziwekea madaraja, lakini dhambi ni dhambi. Hii ilikuwa ni dhambi ya kutotii, disobedience. Ukisoma Mwanzo 3:1-6, Shetani alikuja akamdanganya Eva, akamwambia ati Bwana alisema msile hayo matunda. Akamshawishi, akala, akachukua, akampa na moyo akala. Baada ya hapo dhambi ikaingia, mahusiano yakaribika. Watu wengi hawajajua kwa sababu mambo mengine adui anaiba. Adui akishaiba, mahusiano yako yakayaharibu. Rahisi sana kuharibu uchumi, rahisi sana kuharibu afya, rahisi sana kuharibu kazi. Yaani mahusiano na Mungu ndio mtaji wa kila biashara kwenye ulimwengu wa roho. Haujui tunazungumza? Mahusiano na Mungu ndio kendo, ndio mtaji wa kila biashara kwenye ulimwengu wa roho. Kama huna hayo, yaani wewe uko mwenyewe, adui atapiga, atabana, atajeuza. Ngoja nikuoneshe aina 3 za watu katika mahusiano na Mungu. Aina 3 za watu katika mahusiano na Mungu. Nisome kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 15 na 16. Aina 3 za watu katika mahusiano na Mungu. Yohana 3. Ufunuo wa Yohana 3:15 na 16. Nitasoma. Nayajua matendo yako. Anasema nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa, anasema ingekuwa heri
kama ungekuwa baridi au moto. Kwa tuna makundi matatu hapa inapokuja swala la mahusiano ya watu na Mungu. Kundi la kwanza ni kundi la moto, watu wa moto. Anasema heri ungekuwa moto. Kwa kundi la kwanza ni kundi la watu wa moto. Kundi la kwanza kwenye mahusiano ya watu na Mungu ni kundi la watu ambao ni moto, fire, moto. Hawa ni watu ambao wamejitoa kikamilifu mbele za Mungu. Kundi la kwanza ni kundi la moto. Hawa ni watu ambao wamejitoa kikamilifu mbele za Mungu, wameshika utakatifu, wameshika amri za Mungu, hawakompromise chochote mbele za Mungu. Kundi la moto. Kundi la pili ni kundi la vuguvugu, lukewarm. Kundi la vuguvugu. Kundi la vuguvugu. Kundi la pili ni kundi la watu ambao ni vuguvugu. Kiingereza tunasema ni lukewarm. Hawa ni watu ambao ni vuguvugu au lukewarm. Hawa ni watu ambao ni 50 kwa 50. Kanisani wapo na duniani wapo. Yesu wanamtaka na shetani wanamtaka. Mbingu wanazitaka na dunia wanaitaka. Hawa ni watu ambao ni 50 kwa 50 au ni watu wa vuguvugu, lukewarm. Na kundi la tatu ni kundi la watu ambao ni baridi. Watu ambao ni baridi. Hawa ni watu ambao maisha yao ni maisha ya dhambi. Hawa wamekufa kiroho tayari, they are dead. Hawa ni watu ambao ni wabaridi. Maandiko anasema kanisa la Laodikia, maisha ya washirika kanisa hili lilikuwa ni kanisa lenye washirika wa maisha ya vuguvugu, sio wa moto wala sio wa baridi. Wao walikuwa katikati. Hii ni kanisa la nyakati za mwisho. Na kwa sababu kanisa la Laodikia lilikuwa lina watu ambao maisha yao ni ya vuguvugu, nataka nikuoneshe. Kanisa hili lilikuwa lina washirika ambao maisha yao yalikuwa ni maisha ya vuguvugu. Na hili ndio kanisa la nyakati za mwisho. Adui ameiba mahusiano na Mungu. Kwa hiyo watu utaona wanakuja kanisani sawa wanaenda, lakini maisha yao ni maisha ya vuguvugu. Hawajakubali kabisa kiukweli kwenda mbele za Mungu na kujitoa kikamilifu. Maandiko yanasema itoweni miili yenu ikawe dhabihu mbele za Kristo. Hajakubali bado kusalenda. Kwa mahusiano na Mungu yamekuwa ni vuguvugu. Nataka nikupe angalau sifa kama 10 za maisha ya mtu ambaye maisha yake ni vuguvugu. Adui ameharibu maisha ya watu. Adui ameharibu mahusiano. Anajua akisha haribu uhusiano, akisha kutenga na Mungu, akisha kutenga na utakatifu, akisha kutenga na maombi, akisha kutenga na mifungo, akisha kutenga na mikesha, anajua tayari amekamata adui. Tayari kama ni pepo za kuvaa, tayari kama ni uchawi kitumwa utakukamata, tayari kama ni misimu ya kwenu itakamata vizuri. Kwa natamani usiwe moto, lakini majira yamefika ni urejesho wa moto kwa jina la Yesu aliye hai. Maisha yangu hayatakuwa ya baridi, maisha yangu hayatakuwa vuguvugu. Mimi nitakuwa mtu wa moto kwa jina la Yesu aliye hai. Inabidi usiambie kwa jina la Yesu, baada ya hili kongamano mimi nitakuwa wa moto. Baada ya hili kongamano nikikuta mahali ni moto. Sikiza nikwambie, unahitaji kuwa moto. Alikuja kufaya. Hata Mungu wetu mwenyewe anaitwa moto ulao. Kwa sisi ni moto, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa moto. Mwanadamu ameumbwa kubeba moto wa Roho Mtakatifu. Akipita mahali majini yanasalenda, akipita mahali vinyamkela vinasalenda, akipita mahali, oh my God, my Father. Sema mimi kama unaelewa, wewe umeona kuwa mtu wa moto. Usikubali kuwa baridi, usikubali kuwa vuguvugu. Ni majira ya urejesho wa moto, ni majira ya urejesho wa maombi, ni majira ya urejesho wa mifungo, ni majira ya urejesho wa utakatifu. Sema mimi kama unaelewa haya. Watu ambao maisha yao ni kusifa zao,
Sifa ya kwanza, wana sura ya Mungu lakini wana matendo ya dunia. Hawa watu ambao ni vuguvugu wana sura ya Mungu lakini wana matendo ya dunia. Kuna watu wana sura ya Mungu, huwa nawaambia kuna watu ni wa kiroho lakini hawako rohoni. Hawa wana sura ya kimungu lakini matendo yao sio matendo ya kimungu. Adui shetani amewazamisha kwenye dimbwi la dhambi na ukahaba, kwenye dimbwi la uongo, kwenye dimbwi maikasakata yako ya maisha. Lazima tukubali kuwa moto kwa jina la Yesu aliye hai. Ni urejesho wa moto kwa jina la Yesu aliye hai. Sifa ya pili, watu wa vuguvugu ni watu wenye dhambi za siri. Dhambi za siri au dhambi za chini chini. Maisha yao yamejawa na dhambi za siri, dhambi za gizani. Mchungaji hajui, baba askofu hajui, mwinjilisti hajui. Kwa maisha yao yana dhambi za chini chini. Ni kijana ameokoka na wachumba watano. Ninalinganisha, niangalia kunifaa vizuri. Sasa ninalinganisha, naweka kwenye mzani, naangalia nani atanifaa vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Hao ni watu ambao wana dhambi za siri. Sikia nikwambie, usitake mchungaji akusaidie namna ya kushinda dhambi. Mwambie Mungu akusaidie namna gani ushinde dhambi. Maana hautatembea na mchungaji kila mahali, lakini Roho Mtakatifu atakuandaa kila mahali. Yeye anasema ya kwamba hata hayo mafuta yanayokana neno yanawafundisha wala mhitaji mwalimu. Roho Mtakatifu atakusaidia kushinda dhambi. Ukipokea moto, dhambi za siri haitakuwa kwako. Wewe unasema unatenda dhambi, umetenda dhambi. Hapana, nani ameniona? Ita vikao vya wazee wa kanisa. Hatuhitaji vikao vya wazee wa kanisa.